Mtazamaji wa Tumaini Television, karibu sana. Nikukaribishe kwa siku hii na muda kama huu ambapo Maisha Kliniki tunayo kwa sasa, na natushukuru pia kwa kuweka maoni yako ambayo umekuwa ukitutumia na mchango wako ndani ya kipindi cha Maisha Kliniki. Sisi tunasema karibu maishani, karibu sana mwanafamilia wetu, tuweze kujiunga tena kwa pamoja kwa siku hii ya leo na mada yetu kemkem kwa siku hii ya leo. Tuko nayo hapa ili kukuhakikishia basi ya wewe kuwa inakusaidia katika maisha yako ya leo, ya kesho na ya hata baadaye, ya kizazi kinachokuja pia. Karibu sana, na jina langu ni Innocent John. Hapa ndipo maishani, hapa ndipo papo pekee unaweza kupata elimu ambayo itakusaidia kukuongoza wewe katika maisha ya kiulimwengu zaidi. Karibu sana, nikualike kwa pamoja sasa tuketi tukutazama kipindi cha Maisha Kliniki kwa siku ya leo. Kama kawaida, ninaye Father Audifas Mjuni kutoka Jimbo Katoliki la Bunda. Niko naye, tumekuwa naye katika vipindi mbalimbali ambavyo vimepita na bado tunaendelea kuwa naye, akiendelea kutupa kila ambacho amejaliwa na Mwenyezi Mungu ili pia na wewe uweze kufaidika nacho. Na siku ya leo tutazungumzia kuhusiana na mada ya 5 katika zile mada ambazo tumetembea nazo. Leo ni mada ya 5 ambayo inasema nafsi isiyotambulikana na mifumo ya kujishinda binafsi, au mifumo ya kusababisha kushindwa kwako mwenyewe. Niliweke sawa hilo. Tunaangazia kuhusiana na nafsi isiyotambulikana na mifumo ya kujishinda binafsi, ama mifumo ya kusababisha kushindwa kwako mwenyewe. Karibu sana. Kwa maoni na ushauri pia kuna namba hapo chini, tutumie maswali yako, maoni yoyote pia kwetu ni muhimu na yana msaada mkubwa sana katika kuhakikisha Maisha Kliniki inasonga mbele. Karibu sasa moja kwa moja tukianza kipindi chetu bila shaka, bila wasiwasi. Kwanza karibu sana. Habari za majukumu? Ni njema kabisa, habari ya kwako? Tunamshukuru Mungu. Sawa sawa. Awali ya yote, kabla ya kuanza kipindi chetu, uko hapa, tunaomba baraka zako. Asante sana. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Amina. Bikira Maria, Malkia wa familia, utuombee. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Karibu sana Father. Asante sana. Vipindi tumeona namna ambavyo tunatembea na nafsi isiyotambulikana. Ndio. Na leo tutazungumzia kuhusiana na nafsi isiyotambulikana, mifumo ya kujishinda binafsi. Sawa sawa. Ama mifumo ya kusababisha kushindwa ambayo unaisababisha wewe, iko ndani yako na unaisababisha wewe mwenyewe, inakusababisha unashindwa. Yaani inakufelisha. Inakufelisha. Unaweza kusema kwa lugha nyepesi, inakufelisha katika mikakati yako. Inakufelisha au unajifelisha, sisi tuseme. Sawa. Unakuta yaani kabla hata hatujazungumzia, endapo tutazungumzia kwa kina huko ndani, unakuta mtu anasema hapa nimejifelisha mwenyewe. Hapa kwa nini nilifanya hivi? Hapa ni mimi mwenyewe. Umeona? Lawama zitakuja, lakini kwa sababu huko hapa haya tutayafahamu leo. Karibu sana. Lakini awali ya yote, kabla tujaendelea, tuwakumbushie pia ambao kama hawakuweza kutazama vile vipindi vingine vya nyuma, na wala ambao tuko nao toka vipindi tumeanza kuzungumzia nafsi isiyotambulikana. Nafsi isiyotambulikana, tujikumbushie Father kabla tujaendelea sasa kuja kwenye mada yetu. Asante sana watazamaji wetu. Nafikiri kwa faida ya watazamaji, tulisema kwamba nafsi isiyotambulikana ni kwamba kwanza ina ushawishi mkubwa sana katika tabia za binadamu. Kwa sababu hii tunaita kwamba ni hifadhi ya kumbukumbu zilizozuiliwa au matamanio na uzoefu ambao ingawa wewe hauwezi kufikia moja kwa moja kwa ufahamu wa kawaida. Hauwezi kufikia moja kwa moja kwa ufahamu wa kawaida. Lakini unaathiri kwa kiasi kikubwa matendo na mitikio ya mtu kwa mambo mbalimbali. Kwa hiyo ni hifadhi. Hizi ziko kule, zilishatokea kwa uzoefu, kwa matamanio au kwa ushawishi fulani. Ziko tunasema kama nyuma ya akili, huku nyuma ya ubongo tunasema. Uwezi kwa akili ya kawaida ukaweza kuziona ukazitambua, lakini katika utendaji wako, katika kuishi kwako, katika maamuzi yako, hizi zinakuwa na athari kubwa sana. Kwa kumbe tunasema kwamba kipengele hiki ni cha ndani ya nafsi, ambacho mara nyingi kinabeba migogoro isiyosuluhishwa,
Mara nyingi una migogoro, tunakutana na migogoro mbalimbali toka utoto wetu, tulishasema mpaka saizi unapoenda hapa kuna migogoro unaikusanya isiyosuruhishwa. Lakini pia kuna mahitaji ambayo ya kutimizwa. Kuna mahitaji unabeba ambayo ya kutimizwa. Pengine ulikuwa mdogo ukawa na mawazo fulani au ukabebeshwa mahitaji fulani kwamba lakini ukashindwa kuyatimiza, kuyakamilisha. Sasa haya mara nyingi huwa tunajikuta yanajitokeza katika tabia, katika tabia zetu ambazo mara nyingi zinakuja kukinzana na malengo au na ustawi wa mtu. Mara nyingi sasa ndo bahati mbaya, hata kama zilikuwa ni malengo sui mazuri ambayo ya kutimizwa, lakini ikawa ni migogoro, iwe ni malengo mazuri au iwe ni migogoro, mara nyingi zinapokuja kujitokeza huku mbele zinakuja kukinzana hasa na ustawi wa huyu mtu mhusika, Kwa kumbe hivyo tukasema kwamba mtu anajikuta anashindwa kwa sababu zinazotokana na yeye mwenyewe. Anashindwa kwa sababu zinazotokana na yeye mwenyewe. Na hapa hata kwenye Biblia kama Mithali sura ya 14 mstari wa kwanza, huyu alikuwa anaongelea wanawake ambao wako kwenye ndoa. Mwisho wa siku ndoa zao zinashindikana kwa sababu ya wao wenyewe. Anasema mwanamke mjinga huvunja ndoa yake kwa mikono yake mwenyewe. Kwa kumbe hii sio kwamba ni kwa makusudi, ni kwa sababu kuna migogoro, kuna mambo anajikuta ile inamsukuma, lakini sisi tunaoangalia kutokea pembeni tunaona mbona shida ni yeye. Lakini inakuwa ngumu kujitafakari na kujikumbusha. Inakuwa ni ngumu, na tutakuja kuona hapo kwa nini inakuwa ni ngumu. Inakuwa ni ngumu yeye kuona kwamba ni mimi ninayeenda kuharibu hii ndoa. Hapa anamuongelea mwanamke, lakini hata wanaume pia hii ikibadilika pia inaenda hata kwa nini kwa wanaume. Lakini pia Waswahili wanasema kwamba amejichimbia shimo akatumbukia mwenyewe. Chimba shimo ukatumbukia mwenyewe. Kwa kumbe hii tunapoongelea hii nafsi sio tambulikana, ndo hiyo sasa sehemu ya ubongo, sehemu ya utambuzi wa mwanadamu ambayo imehifadhi hiyo migogoro, matamanio, mategemeo na mambo mengine ambayo kiuhalisia kama ni migogoro haikusuruhishwa, kama ni matamanio hayakufikiwa. Yaani umejiwekea mikakati yako ukashindwa kufikia. Ukashindwa kufika, wewe ukaona kwamba hiki kitu nimeachana nacho. Hiki kitu kimepita. Kimsingi ubongo ndo nafikiri tuliongelea pale mwanzoni kwamba hii Waingereza wanasema kuna conscious na subconscious. Conscious ndo hayo sasa ile akili ambayo inatambulikana. Unajua unataka kufanya nini, unaelewa nafanya nini, nafanya hiki kwa sababu gani. Hiyo ni akili inayotambulikana. Subconscious ndio hiyo akili sio tambulikana, ambao sasa kuna mambo unayafanya hujui kwa nini unayafanya, unatenda. Wewe unaweza ukawa na sababu nyingine kabisa za kuyatenda yale, lakini sababu halisi haujui, msukumo hauelewi, namna ya hata ile kwamba sasa nijikatae nitoke huku. Wazo hilo la kujikataa halipo kwa sababu haukubali kama uko kwenye kukosea, kama uko kwenye kupatia, uko kwenye kufanya nini. Kwa kumbe hiyo ndo tunaiongelea, hiyo nafsi isiyotambulikana. Asante sana Father kwa kutukumbusha hilo na kutuelekeza namna ambavyo kwa faida ya mtazamaji wetu ambaye kama ndo kwanza amejiunga nasi katika kipindi cha Maisha Kliniki akotazama episode zilizopita ama sehemu zilizopita, basi nafsi isiyotambulikana ndo kama alivyoielezea Father. Tunatembea nayo na mpaka tutakaposema sasa imeisha, tutaingia katika vipindi vingine. Ni nafsi isiyotambulikana, na leo tuko sasa kujikita katika kuangazia nafsi isiyotambulikana na mifumo ya kujishinda binafsi, ama mifumo ambayo inasababisha ujishindwe ama ushindwe wewe mwenyewe, unajifelisha. Kuna mifumo ambayo inakusababisha wewe ujifelishe. Wewe unaishi tu kwa mazoea, hufahamu ni kipi ambacho kinapelekea hiyo hali inakuja kwako. Father yupo hapa leo na tunazungumzia sasa kitu hicho. Kwa siku ya leo tumekusogezea ikiwa ni sehemu ya 5 ya nafsi isiyotambulikana na mifumo ya kujishinda binafsi. Baada ya kumkumbusha sasa mtazamaji wetu na faida hiyo ambayo umempatia, tuje sasa katika
maana halisi sasa ya mifumo ya kujishinda binafsi. Tunapozungumzia hiki kitu, ni kitu gani Father? Hii mifumo ya kujishinda binafsi kama kwa Kiswahili chepesi kama ulivyosema, ni utaratibu wa kujiferisha. Utaratibu. Na tunaposema mifumo, mifumo maana yake ni hata ukiwa mfumo, hata ukiwa mmoja, maana yake una vitu vingi vinavyokuja pamoja, vikafanya kazi kwa pamoja, vikatoa kitu kimoja. Sasa ikiwa ni mifumo, maana yake kuna taratibu tofauti zinakuja pamoja. Hizi zikiwa pamoja zinafanya kazi pamoja, alafu zinaweza zikatoa matokeo ambayo yametokana na wao wote kwa ujumla, hizi taratibu zote kwa ujumla. Kwa kumbe mifumo ya kujishinda binafsi, mifumo ya kujishinda tunasema kwamba hizi ni tabia, niseme ni tabia za mwanadamu, au ni mitazamo ya mwanadamu, mitazamo ya mawazo ambayo inazuia malengo na matarajio ya mtu. Yani inazuia malengo, mitazamo unayo wewe, lakini bado inazuia malengo yako wewe. Yani niweke sawa hilo, na tatizo la watu wengi sana, ana malengo yani ana mitazamo yake, lakini inaleta athari hasi katika malengo yake, kwenye malengo yake anachotaka kufanya. Ndio. Ana tabia zake, ni za kwake, wala sio tabia za mtu mwingine. Ni tabia za kwako, lakini zinakuja kuingilia na kuzuia matarajio yako. Inakuja kuingilia na kuzuia matarajio yako. Kwa hiyo kumbe zinaingilia shughuli zako binafsi. Na kwa kumbe, na hii ndo tumetura kama tulivyosema kwamba hizi tabia zinatokana na nini? Na ile nafsi sio tambulikana. Unazo wewe, unaishi nazo, lakini pia una malengo yako, lakini hizi ambazo ni sehemu yako zinakusababisha usifike sehemu A au sehemu B, ambayo pia ni sehemu yako. Yani sasa kama tulisema, miguu labda inataka ikuambia hapa, bwana Ino, toka hapa Radio Tumaini, TV Tumaini hapa, labda nenda kwa askofu pale, kuna taarifa ya kwenda kufanya. Lakini humo kwenye akili yako tena, sasa kwenye akili kinakuja tena wazo, badala kwenda kwa askofu, hebu nenda pale kwa mama ntilie kwanza ukanywe chai, wakati huko ushaambiwa ni muda fulani uwepo. Sasa unaona mambo yote yako ndani yako. Kunywa chai ni tabia yako, ni kawaida yako. Na lazima ule ufanye nini? Na kazi lazima ufanye. Na kazi ni yako, na kazi ndio kukumbushana, na kazi ndio inakupelekea wewe unywe chai. Lakini kunywa chai kuna kuzuia usifanye kazi ya askofu. Usifanye kazi ya askofu. Mwisho wa siku kinachofuata maana yake wewe ndio unafeli. Sasa hapo tutasema aliyekuferisha ni nani? Umejiferisha mwenyewe, kwa sababu maamuzi umeyachukua wewe mwenyewe. Maamuzi umeyachukua wewe mwenyewe, lakini umeona imetoka kwenye mifumo mingapi? Miwili tofauti. Kuna huu mfumo ambao ni masuala ya kula, kuweka mwili vizuri na nini. Na huko kuna huu mfumo ambao ni masuala ya kufanya kazi, upate kipato, ustawi, ufanye nini. Huu mfumo ambao kimsingi au kustawishi kwa maana ya kuleta kipato na nini, unaotegemea huu unauferisha ambao ndo wa msingi zaidi. Yani huu tegemezi unaferisha huu nao. Kwa kumbe hiyo ndio tunasema mifumo ya kujishinda. Kwa mfano kama baba, kabla hujaendelea pia twende vizuri, mtu ambaye anatuelewa kabisa hapo aielewe kabisa hii. Unakuta mtu umejipangia muda wako kwamba ikifika saa 12 nitaamka. Alafu inafika saa 12 kweli unaamka, unasema ngoja nilale kidogo. Kwa sababu unajua saa 12:30 kuna kazi unatakiwa uifanye. Bado kidogo. Naangalia na saa dakika 13. Ngoja zikifika 20 hizi 10 zitanitosha kujiandaa. Unakuja kustuka saa 12:30 ishapita. Nani kakufelisha? Wewe mwenyewe, tabia mifumo yako ya kulala ya kupenda kupumzika, mifumo yako ya kupenda kulala kupumzika. Nani alaumiwe hapo? Wewe mwenyewe. Kwa kumbe nafikiri mtazamaji wetu unatufuatilia vyema na unaelewa kila ambacho Father Audipas Mjuri anajaribu kukiweka sawa. Ni kitu ambacho tunaishi nacho katika maisha yetu ya kila siku. Haupaswi kumlaumu mtu yeyote. Tuendelee baba. Kwa kumbe ndio hapo kwa tutatoa mfano, na hapa kwa kuna mfano ambao nilichukua kwa mwanasaikolojia mmoja maarufu sana, kwa watu wa saikolojia wanamfahamu, Sigmund Freud. Ndio. Yeye anasema kwamba mtu anaweza
kuwa anajichelewesha kama ulivyokuwa na umetoa mfano huo mara kwa mara katika mambo ya msingi. Ndio. Anajichelewesha mara kwa mara katika mambo ya msingi. Alafu anakosa nafasi za kusonga mbele katika maendeleo binafsi. Unaona, anajichelewesha. Kwa hiyo anasema anajichelewesha kwa mfano kwenda darasani kama ni mwanafunzi. Anajichelewesha kwa hiyo sababu uliyosema nitaamka baadaye. Nitafanya nini? Lakini alafu baadaye anafeli mitihani. Naona. Au tushasema. Kwa hiyo sasa utajikuta amechelewesha mwenyewe, anafeli mitihani. Mara nyingi hapa tutakuja tuone tutaona masuala ya mifumo kinga sasa ambayo zinafanya kazi. Hapo utakuta badala kujilaumu wewe, umejichelewesha mwenyewe, ukafeli mtihani, kuna kinga moja unamlaumu mwalimu. Mwalimu afundishi vizuri. Shule yetu madawati mabaya. Sababu zinakuwa nyingi. Ambazo sasa unajaribu sasa kujiondoa wewe. Alafu nawaleta watu wengine ili wasimame kwa ajili ya makosa yako. Hao wanasema kwamba kuna mtu anajikosoa, yani kunaweza ukajikuta unajikosoa mara kwa mara. Yani unajikosoa tu mara kwa mara, yani kila unachotaka kuna siku nafikiri tuliongea siku fulani hapa. Kuna kila unachojaribu kufanya, yani hata kabla hujakifanya tayari ushajikosoa. Hiki mbona kama wazo langu halijakaa vizuri. Ngoja niarishe nilitengeneze tena. Unalitengeneza tena linaenda huko. Lakini sasa hapa nionekane vipi? Kama muonekano wangu hauendani na hiki ninachoenda kukiongea, unahairisha tena. Sasa mwisho wa siku anasema unafika mahali unajikatisha tamaa. Wewe mwenyewe unafika mahali unasema hiki kitu siwezi kukifanya. Hiki kitu siwezi kukifanya. Hii mara nyingi huwa ambapo vijana mako kuwa hata sio vijana, hata watu siku hizi swala la kutafuta kazi ni karibia watu wote, muda wote watu wako wanatafuta kazi. Kuna saa nyingine inaweza ikatoka kazi, sijui kwa mfano nyinyi watu wa habari, niseme na mimi mwenyewe ni mtu wa habari pia. BBC wametangaza labda kazi ya utangazaji Kiswahili. Tuseme DW. Deutsche Welle Ujerumani wametangaza hiyo nini. Sasa wewe ukaanza kujikadiria hapa. Hivi sifa alivyoziweka mimi kweli nazo. Ukasoma kweli ukaona unafiti mle. Lakini tena ukaanza kuzichambua tena wewe mwenyewe. Lakini hivi hapa sitaweza nikakutana na wenye uzoefu kuliko mimi. Na wengi vijana wengi nawafelisha sana. Sawa kabisa kwa. Yaani uko sahihi, unatembea mle kwa vijana. Wenye uzoefu nitakuwa napoteza muda wangu hapa. Kwa hiyo hebu hii ngoja niache, imekuwa kubwa sana. Labda nitumie. Imekuwa kubwa sana kuliko mimi. Mimi ngoja niendelee kuzunguka humu ndani. Nione sui nini. Kumbe pengine ungepiga hatua, ukaomba, ukafika kule, ungewezekana hata ukafaulu. Lakini pia katika hiyo hali ya kunini, sasa wewe lini utakuza CV yako? Maana CV yako ili ikue lazima ijulikane kwamba kuna siku nilishai kwenda nikafanya CV hapa. Na hiyo ni sehemu ya CV. Ile kufanya na ukashindwa ni sehemu ya CV. Nilishafika hapa, nikafika hapa. Hata wale ambao tunaenda au tunasimamiaga hizi interview au tunaenda kufanya interview, kuna saa nyingine anaweza akakuuliza, hivi kabla ya hapa ulishawahi kufanya interview wapi? Hebu tutajie. Usifikiri swali hilo linakuwa garabati mbaya. Ni swali lengwa na lina msingi mkubwa sana. Ndio. Kwa mfano kama unakuja Radio Tumaini hapa, Tumaini Media tuseme, kwa interview ya kufanya kazi hapa ya kama anchor wa news au na nini. Tukakuuliza au HR kule wakakuuliza ushawahi kufanya interview sehemu radio nini media zipi? Media ngapi? Maana yake utakavyotaja zile media, idadi na ukubwa wa zile media unakupa wewe nafasi au unakunyima nafasi ya wewe kuweza kufaulu hapa. Kwa hiyo ni swali ambalo watu wanatakiwa wawe makini nalo. Wakuwa nalo makini sana. Sio unaenda kwenye media fulani unaanza kutaja kwamba umefanya interview kwenye media ambao ni vidogo kwa ile media. Alafu umefeli kwenye vile media vidogo. Unajua wewe. Lakini ukitaja kwamba umefanya interview kwenye media ambazo ziko juu ya ile na ukafeli, wewe kwako ni bado inakuwa ni advantage. Ni faida kwako. Ni faida. Kama wale waliweza kukupa nafasi wakakuita ukaingia kwenye ile nini wakaja kukuoja na pamoja na ukubwa wao,
maana pengine wao refer kule kwa sababu ya ile nini yao, lakini kwetu sisi wewe unaweza ukawa na maana ongeza kitu. Lakini sasa ukijikatisha tamaa kule siombi sifanyi nini, mwisho wa siku ndio kumbe unaharibu na CV ya huko, pia unaikuja kujiferisha katika kupiga hatua kwenye maendeleo yako. Kwa kumbe hizi ndio nimesema kwamba hizi tabia sasa, hizo tabia hizo mara nyingi huwa zinafanya kazi katika kitu tunachokiita kisaikolojia mifumo kinga. Mifumo kinga. Waingereza wanasema defensive mechanism. Hii tunaitumia ili tuweze kujilinda dhidi ya vitisho au usumbufu fulani ambao tunahisi unatokana na kile kitu ambacho tumesema ni tabia yako. Tabia yako. Ndio. Tabia yako inakuja inakugasigasi na kusababishia unaferi huko. Sawa? Ndio. Sasa kwa sababu una uhakika kama hii tabia yako ndo nayo kuferisha, hujui kama ndo hiyo nini, unaanza sasa kutafuta kitu kingine pembeni cha kukusaidia ile tabia yako, ili usiumie kihisia. Kwa nini mimi nashindwa kwa nini sifaulu darasani, kwa nini mimi kazini, kwa mfano tuseme huwa unakuja kazini umechelewa, labda tunafika saa 2, wewe kila siku saa 3, saa ngapi, saa 4, mwisho wa siku zinatokea promotion haupo. Wewe badala kurudi kwenye tabia zako na kuona kwa nini na kuzirekebisha, unatengeneza ka defensive ka kinga kako ka kujilinda. Sasa huko kujilinda unaweza ukaanza kumtazama HR au anaona ananiangalia vibaya, ndo kama mfumo. Sijui ni nini, unaona tengeneza kama mfumo. Unachelewa kazini, unafanya nini, lakini badala ya kurudi kuliangalia tatizo lako binafsi, unaangalia pembeni, unaangalia nje yako. Hii mifumo kinga inakuwa inaangalia nje, inaangalia pembeni, nje yako. Yaani unatafuta suluhu la nje na kile ambacho wewe unacho binafsi. Shida iko ndani yako. Nafikiri hapa unaweza kuona sasa tushapata sehemu 3 kwenye hii mada yetu ya leo. Hapa kuna tabia ambayo inaanzia kwako wewe mwenyewe binafsi. Halafu inaenda kuzuia pia tabia ambayo ilibidi kufaidisha hapa, ikunufaisha. Namba 2. Naona ili kuja kutafuta suluhu sasa ya hii, unaenda sehemu ya 3 ambao sasa unatoka nje yako. Unaenda kutengeneza kinga ambayo iko nje yako. Sasa unakuta hapa kuna mambo 3 huko unahangaika nayo, lakini sasa kwa bahati mbaya unahangaika nayo yakisukumwa na hiyo nafsi isiyotambulikana. Maana yake ni kwamba hata hiki unachokifanya chenyewe haujui kama unakifanya kiuhalisia. Hujui unakifanya kwa sababu gani, unatafuta faida ipi, unatafuta nini. Hapa tunaona tunasema kwa kadiri ya mwana saikolojia Freud na wenzake wanasema kwamba hapa sana sana ukikimbilia sasa sehemu ya nje kwenye ile mifumo kinga, sasa ukaenda kwenye kinga hiyo mfumo wako ulikuwa unasema mkoa, kocha mmoja umenikumbusha sio Mourinho zamani alikuwa anasema mzee anapaki basi anaweza akacheza na mabeki 9 na mshambuliaji mmoja na golikipa. Maana yake watu 10 wanalinda, watu wanazuia. Hata huyo mshambuliaji naye muda wote unakuta naye yuko ila sasa hii unaiweka nje. Anasema hii lengo ya kufanya hivyo tunakuwa tunataka, nilisema pale, kulinda au kuepuka vitisho na usumbufu kwa muda fulani. Unataka usiumie kihisia. Kimsingi unajizuia ili huku kushindwa kwako kusiendelee kukuumiza wewe kihisia. Sawa. Wewe uendelee kuona, ujipe matumaini, uendelee kujifurahisha, uendelee kuona kwamba sio mimi niliyesababisha, ila unazuia tu kihisia tu, ni hisia hizi usiumie. Ukiendelea nazo hii mifumo kinga hii kwa muda wa kutosha, hii inaenda kukuumiza zaidi kulika hata kama ungekubali ule muda wa kwanza, ukaumia ile muda wa kwanza na ukafanyia kazi kile kilichoumiza muda ule, ukaendelea mbele. Na kabla tujaangalia aina za mifumo ya kinga, yani hakuna sehemu yoyote ambapo hizi mifumo kinga inaweza kukusaidia. Yani kwa asilimia kubwa lazima tu itakufelisha. Kwa hii mada ambayo tunaiongelea hii leo na ukiitumia hii mifumo kinga, asilimia zaidi ya 99
inaenda kukuferisha. Kwa hii mada inaenda kukuferisha tu kabisa. Manake hapa mfumo wako ule wa mpira uliotumia ule haukupi faida. Yani ule unaweza ukakupa faida kama uko kwenye aina fulani hivi ya matarajio. Wewe pale unachokitarajia ni kwamba usifungwe. Hapo itakupa matokeo. Lakini kwenye mfumo tunaoongelea huu leo sio kwamba unatarajia usifungwe, ila wewe lazima ufunge. Yaani inakuhitaji yani uachivu, ushinde. Yani hapa ndo inapo nini. Sasa unapoanza badala ya kushambulia ukaanza kujilinda hapa nafikiri unaona moja kwa moja ni sawa labda Arsenal kacheza na PSV. Ndio. Kwenye mchezo wa Ulaya. Arsenal kashinda 7-1. Alafu mechi ya pili Arsenal anaenda kucheza na PSV. Nayo ni mtoano. Ni mtoano vile. Ili PSV aende robo finali anahitaji ashinde zaidi ya goli 7. Sasa wewe badala kwenda ili ushambulie ushinde, unaenda na mfumo wa kinga wa kujilinda. Hamna faida. Sasa goli zitatoka wapi? Goli zitatoka wapi? Mwisho wa siku utaishia katika kulaumu na katika kulalamikia refa, si uwanja mbaya. Ndio hiyo sasa unatafuta sababu pembeni. Uwanja mbaya, refa ametuonea, mpira sio ukipiga unaenda vibaya au sio mzuri. Na nini kumbe sababu ulikuwa ni wewe mwenyewe. Badala kuja na mfumo wa kushambulia, ukaja na mfumo wa kulinda ambao hauna faida yeyote kwako, yani utakuferisha tu, utakuferisha. Nikushukuru sana Father kwa maelezo hayo. Naamini pia mtazamaji wetu ambao unatufuatilia kwa siku ya leo, tunazungumzia kuhusiana na nafsi isiyotambulikana na mifumo ya kujishinda binafsi, ama mifumo ambayo inasababisha wewe ujifelishe. Tutumie lugha tu ambayo inaeleweka vizuri. Mifumo ambayo inakusababisha wewe mwenyewe ujifelishe. Father kaelezea vizuri. Ameanza na kutuelezea namna ambavyo kutukumbushia tu maana ya nafsi isiyotambulikana. Na tukaja sasa kwenye mada yetu lengo kwa siku ya leo. Karibu sana, endelee kushiriki nasi kupitia nambari ya simu ambayo iko chini ya TV yako hapo. Tutumie maoni yako, swali lolote basi itakuwa njema zaidi. Tunaenda mapumziko mafupi, tukirejea sasa tutakuja tuangalie aina za mifumo ya kinga hii. Na hapo ndipo ambapo naamini tutaenda kutamatishia na kipindi chetu kwa siku ya leo. Kwa hiyo endelea kusalia nasi, endelea kubaki nasi kuja kuangalia na kutazama aina sasa ya mifumo ya kinga. Nyumba bora hujengwa na mwanamke, lakini pia mwanamke huyu ni pambo la nyumba, na panapo haribika kitu kwenye familia, mwanamke huwa wa kwanza kukulaumiwa. Tukutane hapa kujadili kwa kina. Karibu kwenye Nyota ya Mwanamke. Nyota ya Mwanamke, Jumapili saa 8:30 mchana na marudio Jumanne saa 3 kamili usiku, hapa Tumaini Television. Mtazamaji, upendo, yani nikikwambia katika kwaya hii kuna pea wewe. Na wao walikuwa wanawafundisha watu katika misingi hiyo. Sasa wale waliopata misingi kutoka kwenye huo mfereji hawasepetuki. Jamani, wanapendeza Ndio. Mtazamaji, kwa Yesu ni raha kuimba raha Uliniona toka mbali. Wake Mungu, tazama mimi kanijalia karama ya kuimba. Na kama ndo kwanza unajiunga nasi mtazamaji wetu wa Tumaini Television, hiki ni kipindi cha Maisha Clinic. Karibu sana maishani, na leo niko na Padri Audifas Mjuni kutoka Jimbo Katoliki la Bunda. Jimbo la Bunda ndio. Karibu sana na wewe mwanafamilia ambaye ndo nafungulia TV yako. Tunazungumzia kuhusiana na nafsi isiyotambulikana na mifumo ya kujishinda binafsi, ama mifumo ambayo inasababisha wewe mwenyewe kujifelisha. Karibu sana, tuendelee na safari yetu, na tuliishia sasa katika mifumo ya kujishinda binafsi. Ameelezea hapo Father, na moja kwa moja tumerejea Father tuweze kuangalia sasa aina ya mifumo ya kinga. Kwamba hii mifumo ya kujishinda inafanya kazi kwa kutumia
kinga mbalimbali. Sawa sawa. Ulikuwa unatoa mifano yako kwenye mpira, kuna ile mifumo 442 531 5424333. Sasa ndio hizi kinga sasa tunazoenda kuziongelea, kwamba sasa huu mfumo wa kujishinda sasa unakuja na hiyo mifumo hiyo tofauti ambayo tunaita kinga. Mfumo wa kukinga na kabla hujaendelea, na akiona hiyo imeshaanza kujidalili kwenye dalili yake, anatakiwa aone kwamba hii si sawa, ambao unaenda kujielezea sasa hivi. Kiuhalisia kishaona kwamba mbona kama kwenye kuishi kwangu naishi kwa kutumia mfumo kinga hii, formation hii, unajua unaanza kukosea. Rudi. Kwa kumbe kinga au mfumo wa kwanza, kinga ya kwanza, formation ya kwanza ambayo mara nyingi tunaitumia tukishafika hapo kwenye kujiferisha wenyewe, kuna kitu nakiita kukana. Yani unakataa, kwa Kiingereza tunasema denial. Kukana ambayo tunasema hii ni kukataa ukweli wa hali fulani kwa lengo la kujilinda dhidi ya maumivu ya kihisia. Yani unakataa ukweli wa hali fulani, ni ukweli ambao upo wazi ila wewe unakana tu, unaamua kukataa ila macho ya watu mbele kabisa, na watu wanaona kabisa mbona hili jambo liko wazi, Mungu wangu, mbona hili liko wazi, lakini wewe unakana, unakataa. Lakini kwa nini unakataa? Ni kwamba usiumie kihisia. Yani usiumie kihisia, unalinda lile tatizo lako. Maana unazidi kulilimbikiza tu. Ndio maana nakwambia mwisho wa siku hii litakuumiza, uwezo ukafaulu. Ndio maana unakuta sehemu nyingine mtu amekana kama hivyo Fadhili ulivyosema, mbele ya watu hivi, labda kwenye kundi ameitishwa, anakataa kabisa. Lakini baada ya dakika ngapi mkishatawanyika pale, unamkuta pembeni analia na nini, mpaka wanaanza kukupigia na simu, bwana hivi kweli pale nilikuwa sahihi, nilikuwa sahihi. Anajua kabisa ukweli, lengo alikuwa anataka watu wasimcheke labda, au wasidhalilike mbele za watu, au asionekane kwamba ana hela, ana nini. Kwa hiyo unakana, hiyo inakuwa ni mfumo wako. Sasa tukatoa mfano kwamba kuna mtu, kwa mfano mtu aliye na tatizo la uraibu wa pombe. Sawa. Mtu ana tatizo la uraibu wa pombe ambao ni tatizo letu kwa saizi, kwa sio Tanzania tu, hata duniani. Sehemu kubwa zamani walikuwa wanasema vijana, lakini siku hizi hata watu wazima kama akina sisi linakuwa ni tatizo, uraibu wa pombe. Mtu ana uraibu wa pombe, lakini anakataa kwamba hana uraibu wa pombe, lakini ukimwangalia tu, hata yeye mwenyewe akijiangalia, aishaathirika kiafya kwa sababu ya pombe. Aishaathirika kisaikolojia kwa sababu ya pombe. Aishaathirika kijamii. Unajua kuathirika kijamii, kuathirika kwa shughuli za kijamii zingine zinakuwa haziendelei. Familia ishakushinda, huku ni kuathirika kwa kijamii. Ulikuwa una familia ishasambaratika, mama karudi kabeba na watoto, sio nini. Wewe uko pale, watu wanakuambia bwana pombe hii ndio, unasema mimi siko hizo kwa ajili ya pombe. Anajitetea binafsi, anakataa. Hii sio kwa sababu ya pombe, anakana kabisa. Hii sio kwa sababu ya pombe. Hii pombe kwangu mimi naimudu pombe. Mimi naweza nikanywa hata kilibanti kubwa lote na bado nikafanya shughuli zangu na nini. Lakini unaona kijamii ishamferisha. Hata tukubali. Akajua kubali, watu wataanza kuniangalia, ni kwa sababu ya pombe, familia yake ni sambaratika. Na yeye mwenyewe alikiri. Naweza kukaa anatembea, watoto wakaanza kuwa hata na kuzomea pombe imekuharibia familia. Sasa ili asiumie zile hisia, anaamua kulikana tatizo ambalo jamii inaliona liko kwake. Na inaliona kabisa. Na yeye saa nyingine sio kwamba alioni, akikaa anajua kabisa. Na yeye sio kwamba alioni, analiona. Lakini kwa sababu kuna ile akili imejificha kule ndani, ilishaye kumwambia pombe haiwezi kukushinda. Unaona? Anakuja sasa, akizungumza huko anakuja anapambana nao, anambia wewe pombe unaiweza. Wake sasa ndio yuko hapo. Pombe haiwezi kukushinda. Na yenyewe shaka kule kichwani huko kwenye akili iliyojificha hiyo, kwamba pombe ikushinde wewe. Hapana. Pombe ikudhalilishe wewe. Usikubali bwana. Na yeye anakataa kweli. Na anapokataa sio kwamba anakataa afu anaacha kunywa. Ili kudhihirisha kwamba pombe haimwezi, sio iliyosababisha
familia isambaratike, ataendelea kunywa pombe ili huku akiwa kwamba waonyeshe kwamba sio pombe, huku anaendelea kufanya kama taratibu za kujaribu kurudisha familia. Na familia haiwezi kurudi kwa sababu kilichosababisha bado unaendelea nacho. Haiwezi. Sasa ndio maana utaendelea, mwisho wa siku nini kitatokea? Umekana na utashindwa. Kwa kuna mfumo huo wa kwanza wa kukana. Tatizo liko wazi, lakini unakana tu. Yaani unakataa. Nafikiri hata makazini unaweza ukaona. Kuna mtu uraibu wake. Tunaposema uraibu wanasema ni addiction. Yes, wanasemaje ile kimemzidia, yani kwamba haiwezi kupita siku hajakifanya. Yani uwezi ukaishi bila hicho kitu. Kuna mtu ambaye unakuta uraibu wake ni kuchelewa tu kazini. Yani hata ufanyeje, hata nafikiri hata hapa Tumaini mnawezekana hata mnafahamiana. Yani hata mtu ufanyeje yeye lazima atachelewa tu. Piga huwa. Na sangia hata ukimuuliza kwa nini, yani hata yeye mwenyewe, lakini ukimwambia wewe kwa nini unachelewa, anatafuta visababu ili kuulinda ule mtu wake. Mimi sijachelewa ila ni kwa sababu hii mimi sija. Kwa kumbe unakuta anaendelea mpaka mwisho anaweza ukajikuta hata anapoteza hata kazi kabisa. Anapoteza hata kazi. Au kwa mfano mzuri kwenye hizi tasnia zetu za habari, unaajiriwa, ili uweze kuajiriwa bwana, uweze kuwa na security hapa kazini, basi kuwa na kipindi warau. Anzisha kipindi chako kama wewe ndo producer, usiwe ndo nani presenter, ni hivyo. Naona. Lakini unakuta kuna mwingine yeye kwake ile ishakuwa kwamba mimi kitu siwezi kuifanya. Lakini nafsi sio tambulikana inamuendesha ishamnini. Sasa wakimwambia bwana, wewe una shida kidogo, njoo tukusaidie, tukuongezee maarifa ili uweze kubuni kipindi. Mimi nitabuni. Mimi na uwezo wa kubuni hicho kipindi. Mimi nitabuni. Lakini buni sasa hakuna. Mwaka wa pili, mwisho wa siku unakuta ametoka na kutoka. Lakini kilicho ni kule kuto kukubali kwamba hapa nilipo kweli nimezidiwa. Nikubali, niachane na utaratibu na mfumo huu, ni chukue mfumo ule mwingine ili iweze kunisaidia kwenye hili jambo, niweze kwenda mbele. Kwa hiyo ni nini ya kwanza? Kukana. Ya pili, yani wewe ukishaona ushaanza kila kitu wewe unakikana tu wakati kiko wazi, tafuta namna. Asante sana, chini urudi. Ya pili tunasema ni kudhibiti, au Kiingereza wanasema repression. Unaamua sasa kudhibiti hali. Yani hali ipo inakuja, unaikumbatia, utaki kuiacha, lakini unataka uicontrol, uidhibiti isikuelemee, isikushinde, sio iache isikushinde. Yani ubaki nayo, uidhibiti. Yani hata iweje isiondoke. Lazima tu repress, maana yake kuna kitu kinakuwa kama kinakuja kinakuwa hiki kiendelea kukua kitakuzidi. Sasa wewe kila kikikua ukaona kinataka kufika hapa, unakandamiza, kinarudi chini. Ni sasa kama unazama kwenye maji hivi. Maji mara anakuja yanafika hapa, unaona sasa mbona maji yanataka yafike puani, unapeleka shingo. Udhibiti tu yani yasifike kichwani. Baadaye ukisema ukashindwa kwenda, ukasema sasa ngoja nitakanyage chini, ulishapotelea moja kwa moja kwenye maji. Kwa kumbe tunasema hii kuna kuficha kumbukumbu zisizofurahisha katika akili isiyotambulika. Yani kuna kumbukumbu zipo hazifurahishi na pengine zinajionyesha, na watu wanakuambia bwana, mbona kama unaonyesha tabia hii ambazo kumbe ni kumbukumbu zako zile zinakuja kwa mfumo mwingine. Lakini wewe baadaye ukubali kwamba kweli hizi tabia kweli nione namna ya kuzifanyia kazi na kuziacha, wewe sasa unatafuta namna ya kudhibiti zisionekane nje, lakini uendelee kubaki nazo. Hapa nasema kwa mfano, unakuta mtu alishawahi kupitia kwenye unyanyasaji utotoni, kapitia kwenye unyanyasaji. Mwisho wa siku
huyu mtu anasahau katika ile akili ya mwanzo inayotambulika. Huyu anasahau kabisa tukio hilo la kunyanyaswa. Lakini kwa sababu limebaki kwenye akili sio tambulikana, linaendelea kuathiri tabia yake kwa njia ambazo yeye mwenyewe hazielewi. Inaendelea kuathiri tabia yake kwa njia ambazo hazielewi kabisa. Sasa hizi zinapokuwa zinaathiri, hii ngoja nikupe mfano mmoja. Ndio. Kuna unaweza kukuta labda ni mwanamume katika kukua kwake, au ni mwanamke whatever yeyote, katika kukua kwake alijaribu kufanya tunasema kuanzisha mahusiano na jinsia tofauti. Sasa kila anapojaribu kuanzisha mahusiano hapa, watu waambia wewe pengine aidha ni kukatazwa nyumbani au you are now approach kwa sababu ambazo zinazotokana na yeye za muonekano au za kiuchumi au na nini. Kila anapojaribu wanaziba, kila anapojaribu anakataliwa, kila anapojaribu anakataliwa. Sasa unakuwa kama ni unyanyasaji fulani hivi. Anashindwa kufurahia ile uhuru wa moja kwa moja wa mahusiano. Sasa huyu mtu wa mfumo huu akija akaenda akapata mamlaka au madaraka sehemu au cheo au nini sehemu fulani, sasa huyu atajikuta ile tabia ile ya kuapproach watu inaanza tena kuja. Kama alikuwa ni mwanamume, ile tabia ya kuapproach inarudi. Pale akili inaanza kumwambia sasa sio tambulikana, sasa hizi unaweza. Kilichokuwa kinakukataza waliokuwa wanakataza zile sababu hazipo tena. Sasa inaanza kuja. Kama ni mwajiri kama hapa, unaweza ukashangaa ka approach kama ni mwanaume ka approach wanawake wote kwa sababu na hapa hawezi kukataliwa kwa sababu gani? Ana mamlaka. Kuna wale wanaoogopa atafukuzwa kazi, kuna wanaotegemea kupandishwa cheo, kuna wanaodai nyongeza mishahara, kuna yani utakuta hawa wote ametembea nao. Ataanzia kuanzia msaidizi wake, hata kama ni wa kike, atatembea mpaka na mpishi. Sasa hizi tabia kwa wote zitaonekana kwa nje. Zitaonekana. Watu wataanza kumwambia wewe unatumia vibaya madaraka yako. Utakupeleka unaona unavyo nini? Sasa limiti sasa. Sio kwamba ataacha kuapproach na kuwatumia hawa. Anajengea himaya. Anajenga himaya sasa. Yaani hawezi kukubali ule ukweli. Anataka sasa adhibiti kile ambacho kinasemwa na watu ambacho ni kweli, lakini pia aendelee na ile tabia yake kwa sababu kwake sasa ile akili inamwambia huu ndo wakati wako sasa. Huu ndo wakati wako. Kuna mtu kila kinanili huku na yenyewe inakuja huku. Na ina mamlaka kabisa tukiangalia. Yaani kwa maelezo toka tumeanza faza, akili sio tambulikana, ina mamlaka. Inakusukuma vizuri sana kwa sababu uzuri inafanya bila wewe kujua, kutambua. Inakusukuma vizuri sana. Kuna mtu alitrend hapa siku za karibuni akaitwa Batazali wa Afrika Magharibi huko. Alikuwa shida yake kimsingi ilikuwa ni ukifuatilia vizuri shida yake ilikuwa ni alipokuja kupata uwezo ule akasema sasa, na unaona hata alipoambiwa sijui nini na nini, yeye nini yake haikuwa kuacha, nini yake ilikuwa mke wangu sio anafanya nini, sababu ili kulinda tu ile na ile akasema kama naacha sasa. Anatafuta sababu za pembeni kama vile ararishe kile alichokifanya na aendelee nacho. Sasa wewe unapokataa unataka ufanye, mume anachotaka ni kuendelea. Na hii nikwambie hii kwa kweli inaumiza sana. Na wengi na sasa sio wanawake, sio wanaume tu, hata wanawake wanaifanya. Niliona hapa kipindi cha karibuni kuna balozi wa Afrika Kusini wa wapi Afrika Kusini alikuwa ni Zimbabwe kama Zimbabwe au Zambia. Lakini Zambia nchini Afrika Kusini. Alikuwa balozi wa Zambia nchini Afrika Kusini. Ambaye alikuwa anafanya mchezo. Vijana wake wote atembea nao kikataa na kufukuza kazi. Sasa na hii kwa kweli ipo kabisa hii. Ndio. Ipo yuko hata na rafiki yangu mmoja namfahamu. Nilijaribu kuongea naye kuhusu hili jambo. Yaani bado imemshinda kabisa. Kwa ngumu. Kukuta yeye labda alafu kuna taasisi ziko chini yake. Labda ni shule iko chini yake. Kuna mwalimu mkuu ni wa kike. Mhasibu ni wa kike. Kuna walimu wa kike sio anatumia yale mamlaka yake. Kuna mpaka na mpishi. Kuna wafagiaji.
Yaani kote ameanzia kule mpaka anashuka hadi mpaka kwa wafagiaji. Unaona unachokifanya sio, lakini yeye haelewi bado kwa kumbe kuna hiyo hali ya kudhibiti. Ukishaiona unaanza hivyo na watu wanakueleza acha. Tatu, kinga ya tatu ambayo tunaitumia hii tunasema kurudisha nyuma au regression. Kitu kinakuja au unakivuta unakirudisha nyuma, yani kama unakiweka nyuma yako watu wasikione. Hii ya kusuppress, hii unakuwa unakandamiza, unadhibiti. Sasa hii unarudisha nyuma kama unaficha nyuma huku watu wasione. Hapa akili sio tambulika inakulazimisha kutenda kwa njia za kitoto. Hii tunasema kwa njia za kitoto pindi unapokabiliana au unapokabiliwa na migogoro au na msongo wa mawazo ambao unaendana na kile ambacho kimefichwa ulikutana nacho huko, migogoro ambao kuitatua. Sasa unapokutana nayo, hii unakuja kufanya katika mfumo wa kitotototo. Maamuzi yako yanakuwa ni ya kitotototo hivi, ni ya kitotototo ili lengo uonekane kama unaonewa, kama unafanya nini. Wanaona utani wanaletaga wasema au rasti boni, watoto wa mwisho. Maana mtoto wa mwisho sijui kaenda anakuja, kwa mfano sisi kama padri, mtoto wa mwisho anakuja kukomunika, hajafikia ile nia kukomunika. Hajafanya mafundisho, hajapata komunika kwanza. Anafika na anataka kumkomunisha, unampa labda baraka nini, kanalala chini, kanagaragara, kanarusha miguu. Lakini sio haki yake. Sio haki yake. Sasa anaficha ile kukosa haki, anakuficha kwenye utoto wake. Anaficha kwenye utoto wake. Umhurumie tu kwa sababu ni mtoto. Kwenye utoto anarudi huko nyuma na nini. Hiyo wasema ni kwa mfano mtu mzima, wana saikolojia wanatoa mfano kwamba mtu mzima aliyekumbwa na msongo wa mawazo huanza kulia kama mtoto au kuomba msaada wa wazazi wake kwa mambo madogo madogo. Mambo madogo madogo tu. Kwa mfano kama wewe umetoka nyumbani kwenu. Umeenda kupanga, labda kama ni hapa Dar es Salaam ulikuwa unaishi sijui Mwananyamala, ukaenda kupanga Kimara huko. Sasa kule Kimara umeenda, umeme umeisha kwenye nyumba. Unaanza kupiga simu kwa wazazi wako huko, tena kwa kulia kabisa, msiponipa hakununua umeme narudi nyumbani. Sio nini, uko na familia yako. Umeoa huko na familia yako. Unaanza kurudi utotoni. Kuna wewe mwanamuziki ndani, si usipofanya nini utarudi utotoni. Unarudi utotoni kabisa. Unarudia kwenye hizi tabia. Na hii tuliongea kipindi fulani kwamba hizi tabia mara nyingi huwa zinaletwa na yale mambo ambayo kwenye malezi, kama mtoto akuwekwa vizuri, hakuna vizuri, kupitishwa vizuri kwenye msingi. Huwa tunasema kwa saikolojia, kama ulienda kuna mambo ulibidi uyafanye ukayaruka. Ukarukia mambo ya kiutu uzima. Alafu ukaacha mambo ambayo ulibidi uyapitie hapa. Ukienda kule utakuja utaregress, utarudi nyuma, utayafuata tu haya kwenye ukubwa wako, utayafuata tu. Ndio maana unakutana na watu wanakuambia yaani ni mtu mzima na familia, lakini unakutana jamii nao mzunguko jamaa na mambo ya kitoto sana. Na kweli nao ukimwangalia kabisa mbona ni mambo ya mtu wa darasa la 5 la 2, lakini ukimwambia sasa ndio yeye anaweza kalala chini akagaragara akatimua vumbi hapo. Kumbe kuna hiyo sasa kurudisha nyuma. Mara nyingi ndio inatokea kuruka ngazi kwenye malezi. Kuruka ngazi hizo. Na ndio maana ukiona mzazi anamsifia mtoto, mtoto wangu huyu bwana yuko darasa la 3 lakini kama form 4, mwambie wewe hilo tatizo, hebu mrudishe aje na wenzake wa darasa la 3 apate msingi. Sio nzuri. Hii sio nzuri. Kuna kwenda kufika huko, na ndio maana mara nyingi wanasema watu au majini hazi sijui familia zinawashinda. Sijui ni kwa sababu huwa anaruka ngazi majini hazi mara nyingi. Yeye wenzake wako darasa la 2, nyie mshampeleka la 5. Kwa sababu kuna kitu kaonyesha sio kafaulu hesabu. Wanafikiria maisha ni kufaulu hesabu tu. Kuna siku pengine tutakuja tuongelee hivi vipimo vya kufanikiwa kwenye maisha. Kuna hiyo tunasemaga IQ, kuna SQ, kuna AQ, kuna suri ziko kama 5 hivi. Tutaliangalia darasa lenyewe hizo ambazo hizi ukikomaa na moja ambao ndio wanaorukisha watu madarasa wanakomaaga na hiyo IQ, intelligence. Hawaangalii sasa hivi vitu vingine, wanaangalia hicho kitu kimoja. Kumbe kuna social quotient, wao wanaangalia intelligence quotient IQ. Hawaangalii SQ, social quotient. Hawaangalii sui nini. Sasa kafanya hesabu za darasa la 7.
yuko darasa la pili, tunamweka darasa la 7. Hapa katikati kuna social quotient hapa ambapo inabidi acheze na wenzake, akisharuka haya mtampeleka mpaka chuo kikuu. Mnamleta darasani afundishe ni lecturer. Yeye yuko na vitoi nini? Kwa regresi anarudi huko. Sasa na ya 4 kuna hii tunasema ni uchukizo wa akili. Kinga nyingine au rationalization kwa Kiingereza. Uchukizo wa akili. Hili tunasema unatafuta sababu ya kuelezea tabia mbaya ili kuepuka lawama. Tabia mbaya unaikubali unayo, lakini unatafuta namna ya kuilinda, kuielezea ili usilaumiwe. Sasa hapa sio kuilinda. Hapa utaki wewe ulaumiwe. Unaangalia namna unapambana uwezavyo. Unapambana uwezavyo, na hii huwa tunaifanya sana, yaani sehemu kubwa wengi tunaifanya. Kwa mfano mfanyakazi ameondolewa kazini sababu ya makosa yake ya wazi kabisa, inafahamika yako wazi, na yeye anayaona, na kila mtu anayaona, lakini yeye anasema hata hivyo hii kazi sikuipenda. hii kazi mimi sikuipenda. Kwa hiyo hata msije mkachukua ile makosa yake mkaanza kumlaumu kwa nini ulifanya hivi. Nilifanya hivi kwa sababu hii kazi nilikuwa sipendi. Nilikuwa nataka niondoke tu. Na kabla hujaendelea hapo lazima tuweke na mifano mingi ili kila mtu atuelewe. Na sana mimi upande wangu kwa sababu ni kijana napenda mpira, nitaweka kwenye mpira pia. Kocha anapanga, anabadilisha namba. Anamtoa labda alikuwa anacheza mtu labda namba 3, anampeleka namba 7. Makosa yanakuja kutokea kwenye ile namba ambayo kapelekwa. Hawezi, yani makosa yametokea kwake. Akija kujilinda, kwa nini tumefungwa? Kwa sababu simnimpeleka namba ambayo mimi sicheze. Kwanza hii namba sio yangu. Mimi nachezaga namba 11. Umenileta namba 2. Wewe umemchezesha namba 3. Sasa 11 namba 3 wapi? Mimi najua kushambulia sio kulinda. Kumbe unahamisha lawama, yani ili ionekane kwamba safi, uko salama, yani haki yako ni nzuri. Hilo tokea, mimi kwangu hili sio shida. Kwangu shida iko kule. Lakini kwa sababu gani unafanya hivyo? Ni kwamba unajaribu utaki kukubali maumivu au na huzuni unaotokana na huko kushindwa kwako. Kwa nini tulipokupeleka namba 3 watu wakapitia kwako wakafunga magoli 3? Sasa utaki ukubali hiyo ndio tunasema kwanza hiyo namba mimi sio yangu, huwa sipendi kuicheza hiyo. Huwa sipendi kuicheza hiyo namba. Badala ni muhimu sana kukubali bale maumivu ya wakati huo ili kutengeneza kutibu maumivu ya muda mrefu ya kwenye maisha. Ni afadhali kukubali huzuni wa sasa watu wakakufariji na huo huzuni ukaisha kuliko kuficha huo huzuni. Halafu ile ndio kwa unasema mtu anaficha huzuni hapa, alafu anaenda analia, alafu akirudi mkienda kumsalimia hayupo hata wa kumfariji. Hakuna wa kumfariji, hayupo, na anahangaika na hiki kitu maisha yako yote. Na haya mambo kuna mengine unaweza ukayafanya ya mfumo huu uchukizo wa kiakili ukaufanya kwa sasa, ambapo watu ambao ungeonyesha huzuni wako wangeweza ukufariji bado wapo. Ndio. Wewe ukaficha. Watu wakafariki. Sasa ule muda unapowahitaji wawepo waonyeshe huzuni wao hawapo. Na ndio nao utakapokufariki ukawafuata. Utajinyonga. Utafariki na wewe. Kwa sababu wakati ambao walikuwepo na wana uhitaji wa kukusaidia kwenye hilo jambo, ulizidisha, ulihamisha, yani huzuni ukajifanya una huzuni na walikuwepo kuna nini? Ungeonyesha huzuni wamechomoka sasa ndo inanyanyuka sasa nahitaji twende kwenye nini nyingine. Sawa. Ya 5 anasema hii ni kinga ya kuhamishia kesi sehemu nyingine. Hii unahamishia kesi sasa. Ile tumesema utaki lawama. Sasa hii unahamishia kesi, tunasema kwa psychology wanasema displacement. Unahamishia kesi sehemu nyingine. Sasa hii huku ni kuelekeza hisia hasi kwa mtu au kitu kingine badala ya chanzo halisi cha hisia hizo. Naona. Kwa mfano bosi anakukaripia. Hapa umekaa hapo, sio ni mkuu wako wa kitengo sio cha television sio cha nini, kaukaripia bwana hino bwana mbona hii TV huku kusave ile sio nini. Wewe badala kumjibu bosi unakaa kimya, unarudi nyumbani. Kama umeoa unamkuta mke wako. Sasa yeye
majibu ya bosi yenda anayapokea. Yenda anapokea majibu ya bosi sasa. Unakoroma kwa mke wako, unakoroma ikiwezekana hadi makofi. Kumbe yale majibu ilibidi umjibu nani? Bosi wako kazini. Displacement, umehamisha kesi, unahamishia sehemu nyingine. Unahamishia sehemu nyingine. Na hii mara nyingi watu tunaifanya hasa unapokabiliana na mtu ambaye kama tulivyosema aidha kakuzidi mamlaka au umri au nini, au ushawishi. Unajua kuna watu, kuna sehemu nyingine wewe uzuri unasema unapenda mpira, unajua unakaga kwa hivi jiwe vya kubishana. Sawa sawa. Kuna sehemu nyingine unaweza ukafika mahali ukakutana na kajamaa kanaongea, kakakusakama, kakakutania kuhusu jambo fulani, ukaogopa nikijibu tu, yani kila ukileta neno moja kanaongea maneno kama 10, watu wanacheka, kana kudhalilisha. Sasa kana kutania, unakasirika, badala ukajibu unatoka pale na unaenda unamtafuta mnyonge wako, na ukikutana na yule ambaye na wewe ukianza kuongea yeye hawezi kujibu, anakaa kimya, yule ndo utamnyoosha kwa kweli. Unaongea kwa huyu mpaka maumivu yote yaishe ya kuwalisia. Kesi itakuwa imalize kule. Umehamisha kesi kutoka kwa nini? Sio kwa Michael. Hii kesi mnakuja kuileta kwa Mjuni kwa sababu najua Mjuni huyu mnamudu. Siku hizi mnatumia neno huyu namudu, na mudu. Yuko ya mwisho inasema ni hii Kiswahili chake nimekikosa, tutatumia Kiingereza, sublimation. Hii ni kuongoza hisia na matamanio yasiyokubalika kwenye shughuli zinazokubalika kijamii. Kuna mawazo yanakuja kwako ukafanye mambo yasiyokubalika, ambao ni wazi yanasukumwa na akili sio tambulikana. Lakini wewe unagundua, unapambana ili usiyafanye, unaamua kuhamishia sasa ule msukumo, unauhamishia kwenye shughuli zinazokubalika ambazo ni za uhalali. Kwa mfano inaweza ikawa nakuja, tuseme unakaa unahisi unasukumwa na matamanio, tuseme labda ya ngono, uzinzi. Yaani anakuja baada ya kutafuta njia sahihi za kuyatawala, wewe unaamua kwenda kufanya mazoezi. Yaani unakimbia kwa masaa sui kadhaa. Badala kuangalia taratibu kadhaa, na mazoezi ni sehemu moja ya hiyo ya utatuzi, lakini sasa sio unahamishia kila kitu huko. Ukihamishia itafika muda kule kuhamishia itachoka tu, itakuumiza. Au kuna saa nyingine unaweza ukao na hasira nyingi, badala ya kutatua hizi nini hasira hizo hasira, wewe unaamua kuchukua, ngoja niandike mashairi. Yaani muda unaanza kuandika shairi kuhusu hasira. Juzi nilikuwa nasoma kuna mtu anaitwa Harakeli, amefungwa miaka 30 wa Marekani, mwanamuziki fulani kwa shida za ubakaji sio na nini. Wana matatizo yake. Sasa jana nilikuwa nafuatilia ni moja, wamekuwa na mmoja, kuna mambo siku hizi masuala ya mawasiliano sio inaitwa podcast. Sasa alikuwa na mmoja anasema amekaa jela miaka 3 sio mingapi, aishaandika album 25. Niliona hiyo. Shida ni hapa. Yaani pale hata sio kumsifia, haipaswi. Pale yuko kwenye mahangaiko ya kisaikolojia, anafanya sublimation. Pale ana hasira, kwa nini nimefungwa? Kwa nini kesi zangu zimekuja nikajikuta niko hapa? Sasa ile nini anajikuta ile anaihamishia kwenye jambo ambalo kwa jamii linaonekana ni zuri. Kuandika mashairi, kufanya nini? Hapo utakuta anaandika mashairi kuhusu kunyanyasa, anaandika mashairi sio kuhusu nini na nini, lakini kiuhalisia sio kwamba anafanyia kazi ile shida yake ya kunyanyasa. Akitoka tu yule ni kuhakikishie, akitoka yule akatizi hata mwaka mmoja utasikia tena issue ni ile. Nikushukuru sana Afaza, tutamatishie kwa hapo kwa siku ya leo. Asante sana kwa washiriki wetu ambao umekuwa sehemu ya kufanikisha kipindi cha Maisha Kliniki. Kwa siku ya leo tunafika ukomo hapo, lakini kipindi hiki kitaendelea wiki ijayo pia katika sehemu hii, ambapo tutaenda kuangalia sasa uhusiano kati ya nafsi isiyotambulikana na mifumo ya kujishinda binafsi, ama mifumo ya kujifelisha wewe mwenyewe. Mimi ni Innocent John, nilikuwa na Audifas Mjuni kutoka Jimbo Katoliki la Bunda. Nikushukuru sana kwa wakati wako. Asante pia kwa mtu wetu imara kabisa, mtu wa nguvu, Joseph Tita, ambaye amehakikisha kila kitu kimekwenda vizuri. Kwa maoni na ushauri, namba iko hapo chini, tutumie maoni yako, tutafanyia kazi. Asante na uwe na siku njema.